Yanga inaitaka robo fainali. Mabosi wa Yanga wameonyesha hawataki mchezo katika msako wa tiketi ya robo fainali ligi ya mabingwa Afrika kupitia kundi B, baada ya kuongeza mzigo wa maana mezani kwa wachezaji ili kuizima JS Kabylie Algeria. Awali, wiki iliyopita, mastaa wa Yanga waliwekewa shilingi bilioni 1 ili kuiua FAR Rabat ya Morocco, lakini mechi hiyo iliisha kwa kupoteza bao 1-0. Lakini kwa sasa ipo hivi, mabingwa wa ligi kuu bara Yanga wameongeza dau kama njia ya kuwatia hasira mastaa wake ili waizime JS Kabylie katika mechi ya kundi B itakayopigwa Jumapili kwenye uwanja wa New Aman Complex Zanzibar. Mabosi wa klabu hiyo kongwe na watetezi wa ligi kuu bara, kombe la shirikisho na kombe la muungano wamewaahidi wachezaji wa timu hiyo kugawana dola 4.5 ikiwa ni takriban shilingi bilioni 1.2 endapo watafanikiwa kufuzu robo fainali. Yanga ikiwa na mastaa wote wakiwemo Pacome Zouzoua na Alan Okello itaikaribisha JS Kabylie Jumapili katika mechi ya mwisho ya kufungia hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, japo itakuwa pia ikiombea FAR Rabat ya Morocco ipoteze mbele ya Al Ahly ya Misri zitakazoumana pia siku hiyo hiyo jijini Cairo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kuaminika kutoka ndani ya klabu hiyo ni kwamba mabosi wamekubaliana na kikosi chao kugawana nusu ya zawadi ya dola 900 inayotolewa na shirikisho la soka Afrika CAF kwa timu inayofuzu robo fainali ya ligi ya mabingwa. Lakini kwa wanasema tumeahidi kwamba wachezaji watapata nusu ya fedha tutakazopokea kutoka CAF iwapo tutafuzu robo fainali. Huyo ni alisema kiongozi mmoja waandamizi wa klabu hiyo. Akaendelea kusema kuwa tunafahamu kuwa kufuzu kwetu tutategemea si tu matokeo yetu, bali pia matokeo ya mechi kati ya Al Ahly na FAR Rabat. Kwa Yanga, hesabu za kufuzu ni wazi iwapo itashinda idadi ya mabao yasiyopungua 2-0, huku FAR Rabat wakipasuka, kwani kwa sasa wanatofautiana point, wa Morocco wakiwa 8 ilhali Yanga wakiwa 5. Kama Yanga itashinda itafikisha pointi 8 na uamuzi wa timu ya kuungana na Al Ahly utategemea uwiano wa mabao ya kufunga na kufungwa. Matokeo ya jumla baina yao ni 1-1, kila moja ikishinda nyumbani kwake kwa bao 1-0. Na iwapo Al Ahly na FAR Rabat watatoka sare, Yanga wataondolewa moja kwa moja katika michuano hiyo, ikiwa ni mara ya pili mfululizo, kwani msimu uliopita ilikuwa ikiwa na pointi 8 bila kujali watashinda kwa mabao mangapi dhidi ya JS Kabylie. Lakini hali hiyo inaonyesha jinsi ushindani ulivyo mkali katika hatua ya makundi. Nikimnukuu pia amesema kwenye soka lolote linaweza kutokea. Akasema bado tuna nafasi na wachezaji wanaelewa kinachotakiwa, motisha ipo. Lakini mbali na motisha ya kifedha, kufuzu kuna mafanikio makubwa kimchezo kwa Yanga na kuimarisha hadhi ya klabu kama moja ya timu mahiri Afrika, sambamba na kuthibitisha uwekezaji uliofanywa hivi karibuni katika kuongeza ubora wa kikosi. Maandalizi ya mechi hiyo tayari yanaendelea. Baada ya safari ndefu na ngumu kutoka Morocco, wachezaji walipewa muda wa kupumzika kabla ya kurejea mazoezini. Credit kwa Mwanaspoti kwa taarifa hii hapa, lakini mimi ni Justo Julius wa PMTV. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ukiandika PMTV Tanzania. Nikufahamishe tu ya kwamba Jetua Dashing inatolewa. Hii ni gari mpya kabisa ambayo sasa hivi hapa mjini inasumbua sana. Kwa hiyo kama nawe unahitaji kuwa mmoja wa wamiliki wa gari hii kali, enda kacheze kasino kupitia pmbet.co.tz kuanzia shilingi 500 tu kwenye mchezo wote ambao unaamini kwako wewe una bahati.